mambo ya ajabu ajabu tu haya. Nchi zilizoendelea zipo ambazo zina reli kama ya kwetu kwa ajili ya usalama wa raia. Hizi ni nchi zilizoendelea, kwamba pametokea barafu, wanaahirisha reli treni zipite siku hiyo kwa ajili ya usalama wa raia. Ikitokea mvua ya upepo ambayo inaweza ikafanya nyaya zile zikayumba, zikasababisha uwiano wa tofauti kwenye mtiririko wa umeme, wanaahirisha treni isipite siku hiyo. Si jambo la ajabu. Wanaahirisha safari za ndege, si jambo la ajabu, ni jambo la kawaida kabisa, ni hali ya hewa. Wanaahirisha tena, ni jambo la heshima kuwa mbele ya tukio, kwamba tumenusuru watu wasipate shida. Sasa na sisi tuna reli ya kisasa ya aina hiyo hiyo. Ikitokea mvua ya upepo inayotikisa nyaya zile, mtiririko wa umeme hautakuwa wa kawaida. Wala wanaotaka mabaya ya Tanzania wanataka watu waendelee kupita kule. Hata viazi mviringo ungevipeleka. Unataka watu wapite na mvua ya upepo inanyesha kwenye treni inayotumia umeme. Muone jinsi tunavyotofautiana uwezo wa kuongoza. Wao wangeswaga tu. Wao wangeswaga tu. Ndio maana Watanzania wanaonaga hawajakuwa. Hivyo hivyo hata mashirika makubwa ya ndege ya nchi zilizoendelea, ikitokea mvua yenye upepo, wanaahirisha. Ili si hata jambo. Na mimi niwaambie TRC, maisha ya Watanzania ni kipaumbele cha kwanza. Usalama wao ni kipaumbele cha kwanza. Bora mtu safari yake iahirishwe, asafiri muda ambapo tuna uhakika. Ndio hivyo. Na mimi niwaombe Watanzania, kwenye masuala yanayohusisha usalama, wala tusigombane, tusilaumiane, kwa sababu tutafika tu tukiwa hai. Hiyo safari tutaenda tu tukiwa hai. Kwa hiyo usalama, hiyo shughuli tunayoiwahi, tutaifanya tu tukiwa hai. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linatakiwa lizingatiwe na kila Mtanzania. Haya masuala yanayohusu usalama ni jambo la kipaumbele.